Karibu katika simulizi yetu ya Mlango wa Siri, ikiwa ni sehemu ya pili. Ni mimi msimuliaji wako King Suya. Baada ya Amani, Zubeda na Juma kushirikiana kwa nguvu, hekima na uelewano wa ndani, wanafanikiwa kufungua mlango wa siri kwa pamoja. Wakati mlango ukifunguka, mwanga mkali ulitokea na kuwafanya watatu hao kufumba macho yao kwa muda mfupi. Walipoangalia mbele, waliona si mandhari tu, tena si mandhari ya kawaida kabisa, bali jumba lililojaa vitabu vya kale, ramani na vitu vya ajabu kabisa vilivyotelekezwa kwa muda mrefu. Kila kitu kilionekana kuwa na maana ya kina zaidi, lakini hakuna jibu la moja kwa moja. Walipokuwa wakichunguza, sauti ya kale iliyojaa mamlaka ilisikika ikisema, mlipaswa kufika hapa, lakini safari yenu bado haijakamilika. Je, mtakuwa tayari kutoa dhabihu ili kupata ukweli wa ulimwengu huu? Amani, Zubeda na Juma walitazamana kwa mshangao, wakijua kwamba safari yao halisi ilikuwa imeanza. Lakini sauti hiyo haikueleza dhabihu gani waliopaswa kuitoa. Je, wangeweza kuendelea bila kuelewa hatima yao? Jumba hilo lilikuwa linaficha zawadi au mtego? Na sauti hiyo ya siri ilitoka kwa nani na kwa nini? Inasikitisha sana. Kwa nini wachaguliwe wao peke yao tu? Wakati wanajiuliza kimoyomoyo kila mmoja, ghafla ukapita upepo mkali sana, misili ya SGR nyumbani humo, ukitikisa vitabu, ramani kwa mbali. Ghafla mlango ukajifunga. Amani, Zubeda na Juma wakatambua kuwa wazi hakuna tena njia ya kurudi, maana mlango ulishajifunga. Waliendelea kuchunguza, wakiguswa na hisia ya hofu inayoongezeka, lakini pia hamu ya kujua ukweli zaidi. Walipofika katikati ya jumba, walikuta chombo cha ajabu chenye maandishi ya kale. Maandishi hayo yalikuwa yanasema hivi: dhabihu yenu ni siri zenu. Kila mmoja atatoa siri yake kubwa zaidi, na ukweli wa ulimwengu huu utafunuliwa. Amani alipiga hatua mbele taratibu, akitembea. Alikiri kwamba kwa muda mrefu sana alikuwa ameogopa kushindwa, kiasi kwamba halikuwa hajawahi kujaribu ndoto zake kubwa sana. Ramani moja kwenye ukuta iliwaka mwanga mkali, ikifichua mahali pa hazina ya siri. Zubeda naye akapiga hatua taratibu, machozi yakimtiririka, akiri kwamba halikuwa amejificha nyuma ya uso wa nguvu. Wakati ndani halikuwa dhaifu na mwenye hofu ya kupoteza. Kitabu kimoja kilichokuwa mezani kilijifungua, kikiandika jina lake kwa mwangaza wa ajabu. Ni ya kustaajabisha sana. Juma akiwa bado na mashaka, tena mashaka haswa, alifanya hivyo pia. Alikiri kwamba halikuwa ameishi maisha yake, akijihisi hafai kabisa, na hofu yake ilikuwa kwamba hakuwa na thamani tena. Jiwe moja kubwa lililo kwenye kona lilibadilika kuwa kioo cha kung'aa, kikaonesha sura zao tatu kama washindi wa kweli. Mara maandishi mengine yakajitokeza kwenye ukuta: dhabihu zenu zimepokelewa,
Ukweli umefunuliwa, si kwa yale mnayoyaona tu, bali kwa yale mliojifunza. Hekima yenu sasa ni nguvu yenu. Mlango mwingine wa siri ukafunguka mbele yao, ukitoa mwanga wa kuvutia sana. Walitembea wakiwa wamejaa matumaini mapya na roho zilizotakaswa, wakijua safari yao haikuwa tu ya ulimwengu wa nje, bali ya nafsi zao pia. Msikilizaji, lakini walipotoka waligundua kwamba kijiji chao kilikuwa kimetoweka, na wao walibaki wakiwa peke yao katika ulimwengu wa giza na ukimya. Walijiuliza, je, walifanya uamuzi sahihi? Na ni nani hasa aliyekuwa nyuma ya jumba hilo? Hadithi yao sasa imeanza kuwa simulizi, tena sio simulizi tu, bali simulizi ya kusisimua, huku wakiwa na maswali zaidi kuliko majibu. Je, unahisi nini? Hadithi yao imepasa kuendelea? Inapasa kuendelea hakika. Usikose sehemu ya 3. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Yes.